nusu saa. Tumeelewana? Siku yetu ina masaa mangapi? Hapana, masaa 8. Au vipi jamani? Masaa 8 ya kazi. Haya, tutatengeneza kalamu ngapi kwa siku? 16. Tutatengeneza kalamu 16. Sijui kama tupo pamoja. Haya. Manager akawa anajua kwamba tunatengeneza kalamu ngapi? 16. Tumeelewana? Haya. Tukaingia Jumamosi. Mpaka Juma ngapi? Jumamosi mpaka Alhamisi. Au sio? Hapa tuna kalamu ngapi? 16. Au sio? Hapa Juma ngapi? 4. Juma ngapi? 5. Hapa ngapi? Juma ngapi hapa? Alhamisi. Jumapili. Tumeelewana? Nimeandika 3 kumbe. Nilikosea. Juma ngapi? Pili hapa. Tumeelewana? Juma mosi sasa. Au sio? 16. 16. 16. 16. Tumeelewana? Ngapi hizi? Ngapi hizi? 5. Inakuwa 30. 3 9. Hizo 6. Ni siku 6. Haya. Inakuwa 6 hapa au vipi? Kalamu ngapi kwa wiki? 96 kwa wiki. Tumeelewana? Haya. Tukaanza mwaka wetu wa mwanzo. Makadirio yetu nini? Kalamu 60 na 96 kila nini? Kila wiki. Tutachora kwenye chart. Tumeelewana? Tukachora kwenye chart hapa. Hapa ikawa kalamu, au sio? Huku ikawa nini? Siku. Tumeelewana? Siku ya kwanza kalamu 16. Tumeelewana jamani? Toba moja. Siku ya pili kalamu 16. Tumeelewana? Ina maana 32. Tumeelewana? Kwa hiyo bosi akija ataomba nini? Chart hii. Tumeelewana? Ili apate kuona kazi naye inaenda vipi. Yeye akitizama tu chart, anachotizama amtizama mshale na unaenda vipi. Kila unapopanda haizi kuhoji, utamwona. Tumeelewana? Unaona kwamba pale ina maana mshale ulienda vipi. Tumeelewana jamani? Haya. Mara unaenda baada ya kuja mwakani. Tunaelewana? Kumbe amekuta nini? Badala ya 16 pana ngapi? 30 ngapi? 32 pahala pamoja. Tumeelewana? Tulichokifanya nini? Hata tukapata Jumatatu 32. Tuliongeza juhudi. Tumeelewana? Lakini uhakika wa mambo, mtu atakuja akizikuta kalamu 32 pale zipo tu pa zimewekwa, atasema siku 2. Tumeelewana? Si ndio hivyo? Umeongeza nini? Umeongeza nini? Muda wa ziada. Umepata hiyo concept mama? Concept nimepata. Lakini inahisi kama panahitaji maelezo. Si tatizo tukiweka mama. Hapa ni group discussion. Sema ongeza muda yani auongeze. Aha. Sawa. Tumeelewana? Lakini nimekupata mama. Sasa hivi ndio nimekupata. Uhakika wa mambo wao wametumia hiyo. Tumeelewana? Ni istilahi. Sio kilo. Kama wanavyokueleza nunua muda. Tumeelewana? Hivyo duka gani linauza muda? Kuna duka hapa linauza muda? Alipo. Tumeelewana? Anakuambia tumia pesa ili ugenye nini? Muda zaidi. Tumeelewana? Sababu hapa tulipozalisha kalamu 62 badala ya 16 kwa siku, kuna jambo fulani tumelifanya. Tumeongeza juhudi kivipi? Waweza ukakuta tumeongeza juhudi kwa kuongeza wafanyakazi. Tumeelewana? Na hao wafanyakazi si wanahitaji nini? Pesa. Tumeelewana? Lakini tumefanya hesabu kwamba pesa tutazowapatia wao. Tumeelewana? Bila shaka faida itafanya nini? Itaingia. Na madam kazi ya siku moja tunaifanya kwa siku 2, ina maana kazi ya wiki itakuwa ni ya wiki 2. Faida
ni kubwa tu, watu waengezwe. Tumeelewana jamani? Ni istilaha tu iliyotumiwa au kuweka pesa waweka overtime kwa wafanyakazi ili hatua za kazi ziendelee. Vipi? Yaani kuweka pesa, yani kuzidisha pesa ili kupatikana overtime kwa wafanyakazi ili ile kazi iendelee zaidi. Ndio hiyo concept ya overtime. Mtu ni masaa mangapi? Masaa 8. Madam amefanya masaa 9 apewe chake cha nini? Tumeelewana jamani? Aha. Kuongeza muda. Sema ya overtime ndio mfano huo. Maana yake baada ya masaa 5 unaongeza mawili, hapo unaongeza muda kama alivyosema kidogo. Umeongeza muda lakini pia umeongeza nini? Gharama. Tumeelewana? Kwa maana ya kilugha lakini pia umeongeza nini? Gharama, cost. Au vipi jamani? Usipunguza muda wa kazi kwa kuongeza juhudi. Ndio, yote inakuja hapo, ndio inakuja kilugha. Lakini hapa ni concept ya nini? Ni istilaha ya nini? Ya watu wa idara. Tumeelewana jamani? Vipi ukianza kufikia vipi? Yaani punguza muda wa kazi kwa kuongeza juhudi katika kazi. Utapunguza vipi kazi? Upunguze muda, ukiongeza ile juhudi ya kazi, na kama ni kumaliza saa 8 unamaliza saa 7 na muda zero kwa kuongezea muda. Kwa shanga katika muda wa ziada. Na muda zero unaongezeka na kuna jambo lingine. Sasa mwalimu hapo utapunguza muda, lakini kwa mfano ile kazi tuseme ni yako. Sema kama nyumbani tushaipangia nini? Sasa iko kama ni mwajiriwa. Mwajiriwa? Unacha kuongeza muda? Ndio, kupunguza jambo ambalo mpangiwa maliza saa 8 kama ndio tuseme saa 7 au saa 5 hivi. Yaani nyinyi mkiwa mnafanya hivyo, tumeelewana? Huyo bosi anakufurahieni, hafukuzi mtu. Sisi tunamwambia kwani wewe si uliwahi kutuletea chati kwamba tunatengeneza kalamu ngapi? 16. Yaani kuna masuala mengine sasa tunakwambia muda kazi tulipanga malizi saa 9. Aha, kazi tulipanga ifanye nini? Imalizi saa 9. Tumepanga imalizi saa 9. Haya, tujalie kwamba kazi ipange tumalize 6. Kesho tunamaliza saa 9 lakini zinatengenezwa kalamu 2. Atakubali? Atakubali? Hakubali. Ndio tukifanya mwingine wa kusomesha. Tuseme wewe ndio unasomesha. Sasa kwa siku moja unasomesha somo lako shehe kwa leo utasomesha kama tiada tu. Sasa umefanya mikakati yako tabatiada umemaliza mapema. Kwa hiyo umemsomesha na idhaa kwa siku ile ile. Kwa maana hiyo umemaliza mapema na umechukua sura ya kesho. Sio ushapunguza mzigo wa kesho. Utakwenda haraka zaidi. Kwa wewe ndio unataka kwenda haraka hapo kutokana na hivyo ulivyojipangia mfano wako, lakini ile bosi hata anachokizungumza huyu kipo sahihi na huo ndio uhakika ulioko makazini. Tumeelewana? Ndio maana hizi tukakuelezeni ni kozi 3 tu tofauti: kujiendesha na kuendesha watu na kuwaendesha waendeshaji. Sasa hii ya kuendesha watu hawasomi tu kuendeshwa watu, wanasoma pia na watu wenye kuendeshwa. Tunasoma style ya muendeshaji wa muendesha watu, au sio? Na huku tunasoma style ya waendeshwa. Tumeelewana? Ndio hapo mnapojadiliana. Tumeelewana? Hapo ndio mnapojadiliana, mkabadilishana mawazo, kwa nini hiyo hivi, kwa nini hiyo hivi, kwa nini hiyo hivi. Na ndio maana ikawekwa kanuni hasa au kawaida hasa kwa ajili za kazi. Tumeelewana jamani? Twende point nyingine. Kazi zote inategemea na kazi zote. Jambo la mlazimu linalokulazimu wewe utekeleze mlichokubaliana. Tumeelewana? Ukitekeleze kwa wakati wake, ukikitekeleza mapema si tatizo kama umekitekeleza kwa usahihi. Lakini ukikitekeleza mapema sio kwa usahihi, unalaumiwa. Tumeelewana jamani? Lakini ukikitekeleza mapema kwa usahihi, tumeelewana? Kumbe twaweza tukakutumia kutekeleza kitu kingine cha pili ambacho tungekifanya nini? Kesho. Wewe ni bora kuliko yule mwenye kutekeleza moja. Tumeelewana jamani? Ndio maana concept kaja kule, utekelezaji kutumia nini? Resource kiuchache iwezekanavyo.
lakini huku hatuathiri nini? Utendaji. Hatuondoi njiani. Tumeelewana jamani? Na ulisahau hapa. Mimi nikupatia unipatie kwa sababu haiwezi kazima hapa kwa haina umeme. Tupo pamoja? Shukrani. Tule kwanza. Tunywe chai. Dogo tunapika baada. Saa 5 na dakika kadhaa.